Kiachana hayo, hofu imetanda katika eneo la Ngarendare mpakani mwa kaunti za Laikipia na Meru, wakazi wakihofia kuzuka kwa mzozo wa kijamii baada ya kile wanachosema ni uchochezi kutoka kwa kiongozi mmoja kuhusu ugavi wa mashamba. Wamesema chanzo cha uhasama huo ni ugavi wa ardhi ambayo inamilikiwa na jamii ya Maa, lakini mwishoni mwa wiki iliyopita mbunge wa eneo jirani alipinga hatua hii hadharani, akitishia kufurusha jamii moja kutoka kwenye ardhi hiyo. Mbunge wa Laikipia Kaskazini Sarah Korere amewarai wakazi hao kudumisha amani na kutosikiza semi za uchochezi, akisema idara zote za serikali zinatafuta suluhu ya kudumu. Lakini sisi tulikuwa tumekataa kwa wase kwa sababu Peter kuna kitu ataleta mzuri. Na sisi ilikuwa nashunga bila mfaka yoyote, nashunga ng'ombe, nashunga mbuzi, nalima kitunguu bila shida yoyote. Tunakaa vizuri sana. Ni watu washacha tunaleta hiyo siasa. Unajua siasa kama kitu nawekwa siasa uongo nyingi naleta maneno. Hiyo tu ndio tunaposemea kidogo, lakini wale wote wanaoiga siasa hao wanaendelea kulia vizuri na kuwata kila kitu yao vizuri. Kwa hivyo tunataka kusema tukuze ujirani, na hasa katika maeneo ya mipaka tuweze hata kubuni miradi ambaye inaweza saidia pande zote mbili. Tubuni miradi ya maji, tubuni miradi ya shule. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuwatahadharisha wananchi kwamba, na pia viongozi wale ambao wako na nia ya kugawa Wanakenya kwa misingi ya kikabila ama kwa misingi ya mipaka, hiyo ni kitu ambayo imepitwa na wakati. Wakenya wafanye biashara huru.